Unaamka kila siku kukojoa usiku, na isiwe changamoto ya kibofu, isiwe changamoto ya tezi dume, isiwe changamoto ya kisukari, isiwe changamoto ya pressure na zile baadhi ya dawa za pressure, isiwe changamoto ya UTI au kunywa maji mengi kwa wakati moja. Hizo zote zinaweza zisiwe sababu, lakini sababu ikawa homoni ya usingizi imeweza kuvurugika, ambayo tunasema ADH. Tunasema ADH ni homoni ambayo inahusiana na usingizi. Kwa hiyo ikitokea hii homoni imeweza kuvurugika, moja kwa moja inaweza kukupa changamoto ya kupata usingizi. Unakuta unalala, baada ya muda unaamka unaenda kukojoa. Sasa hapa nitakuelezea hii homoni ya ADH, wengi hawaijui, inaitwa antidiuretic hormone ADH. Mara zote huwa inatolewa na ubongo usiku. Kwa hiyo antidiuretic hormone ambayo tunasema ADH huwa inatolewa ubongo usiku. Ili ifanye kazi gani? Kazi yake namba moja, kupunguza uzalishwaji wa mkojo. Ili mkojo uzalishwe kidogo uweze kufanyaje? Uweze kulala, uweze kupata usingizi mwanana, uweze kupata usingizi mzuri. Hiyo ndo kazi namba moja inayofanywa na homoni ya ADH. Lakini pia homoni namba mbili, kazi namba mbili, huwa inasaidia mtu alale bila kuamka kukojoa. Ndio maana ADH ni homoni ya muhimu sana inayohusiana na masuala ya usingizi ambayo inatolewa na ubongo. Kwa hiyo ikitokea hii homoni imeweza kupungua ndani ya mwili wako, moja kwa moja inapelekea kuamka usiku. Mwili hutengeneza mkojo mwingi usiku, ndio maana wengi mmekuwa mkiamka moja kwa moja. Ndio maana nimesema sababu zinazosababisha uweze kuamka usiku kukojoa mara kwa mara. Ya kwanza, kisukari, tezi dume, UTI, kunywa maji mengi, sawa? Changamoto ya pressure na dawa zake, sawa. Lakini pia jambo jingine linasemeka uamke mara kwa mara usiku ni kuwa na mimba, kukojoa mara kwa mara. Unapokuwa na mimba, pressure huwa inaongezeka kwenye kibofu, mwanamke anaweza kukojoa mara kwa mara. Lakini mwisho ni ADH hormone, antidiuretic hormone inayohusiana na masuala mazima ya kufanyaje inayozalishwa usiku kwa ajili ya kudhibiti kiwango cha mkojo moja kwa moja. Sasa nini kinachosababisha ADH kupungua? Hiyo homoni ya usingizi kuweza kupungua moja kwa moja. Namba moja, tunasema kuzeeka. Kuzeeka, uzee huonekana sana kwa watu wazima. Kwa hiyo kama umeenda age, umeweza kuzeeka, umri umeanza kwenda, basi unaweza ukapelekea changamoto ya homoni ya ADH kuweza kupungua. Kwa hiyo unaweza ukawa usiku unakojoa mara kwa mara. Hiyo ni sababu namba moja. Sababu namba mbili inayosababisha homoni ya ADH kuweza kupungua, tunasema ni kisukari kisichodhibitiwa. Nimekuwa nawaambieni mara kwa mara kwamba hakikisha unapokuwa na kisukari unatafuta tiba. Tafuta tiba, fata miongozo ambayo wanatoa wataalamu mbalimbali. Ndugu zangu, kisukari inatibika. Ukipata tiba sahihi, kisukari inatibika kabisa, unaisahau, inaondoka. Kwa hiyo hebu tutengeneze mazingira ya kuweza kuhakikisha sukari inatibika, sukari inaondoka moja kwa moja. Kwa hiyo kisukari kinadhibitiwa. Ukishadhibiti kongosho tu, umemaliza issue ya kisukari. Namba tatu, na matatizo ya figo. Sawa, kama una changamoto yote kwenye figo, figo yako si na maji na mawe, figo yako haifanyi kazi vizuri, basi unaweza kupelekea homoni ya ADH kuweza kupungua moja kwa moja. Sababu ikishapungua ndio maana upate usingizi. Hiyo inatolewa usiku ili iweze kudhibiti kiwango cha nini? Cha mkojo. Lakini pia usingizi usio mzito. Usingizi usio mzito. Wewe upate usingizi wa kutosha, ulali masaa ambayo yanatakiwa. Kitaalamu mtu unatakiwa ulale masaa 8 plus, sio 8 negi, sio kurudi nyuma, kwenda mbele. Masaa 8 kwenda mbele ni muhimu sana kuweza kulala. Sasa watu wengi sasa, kutokana na majukumu yetu, kutokana na mazingira na kazi, unakuta wengi tunalala chini ya masaa 8, ambayo hii inapelekea homoni ya ADH kuweza kupungua uwezo wako wa kufanya kazi moja kwa moja. Lakini pia matumizi ya pombe usiku. Unatumia pombe usiku. Sasa ukitumia pombe usiku unakojoa mara kwa mara. Kwa hiyo pia inavuruga homoni ya ADH. Homoni ya ADH inakufa, inapungua
uwezo wake wa kufanya kazi. Ndio maana usiku unakojoa, unaamka mara kwa mara kukojoa moja kwa moja. Lakini pia tunasema matatizo ya homoni mwilini. Kama kutakuwa na changamoto ya homoni mwilini, basi inaweza kapelekea mara zote homoni ya EDH pia na yenyewe kuweza kupungua. Kwa hiyo inaweza kupelekea kukojoa mara kwa mara. Lakini hapo tuangalie dalili zake. Dalili zake za kuonesha homoni hii imeweza kupungua ni zipi? Cha kwanza ni kuamka kukojoa mara kwa mara usiku. Unakojoa zaidi ya mara 2. Unaamka zaidi ya mara 2 usiku, basi jua homoni yako ya EDH imeanza kupungua. Namba 2 tunasema ni mkojo mwingi usiku kuliko mchana. Unakuta usiku unakojoa mara kwa mara na mkojo unakuwa mwingi sana kuliko mchana. Basi ukiona dalili hiyo, basi homoni ya EDH jua imeanza kupungua. Lakini pia usingizi kukatakata mara kwa mara. Usingizi unakatakata mara kwa mara. Kwa nini usingizi wako unakatakata mara kwa mara? EDH haifanyi kazi vizuri. Hii ndio inazalishwa na ubongo. Kazi ya uzalishwa na ubongo ili uweze kuzuia kufanya kiwango cha mkojo usiku kiwe kidogo. Sasa EDH imeathirika, nini kinachotokea? Ndio changamoto kubwa inatokea hapo moja kwa moja. Lakini pia uchovu mchana. Mchana unapata uchovu mwingi sana. Kama unapata uchovu mwingi sana mchana, basi jua homoni ya EDH moja kwa moja na yenyewe inaanza kuvurugika. Sasa nini inasaidia kurekebisha hali hii? Ni nini sasa? Cha kwanza, epuka pombe na kahawa usiku au jioni. Wale mnaoenda kwenye vijiwe vile usiku unakunywa pombe, usiku unakunywa kahawa, hakikisha unajizuia au unaondokana na changamoto hiyo moja kwa moja. Lakini namba 2, watu nasema alala muda ule ule kila usiku lala muda ule ule. Ukilala muda ule ule usiku itaweza kukusaidia kuondokana na changamoto hiyo kiurahisi. Lakini pia punguza maji kabla ya kulala. Kunywa haya maji kabla ya kulala ni hatari kwa afya yako. Hakikisha unaweza kuyapunguza, itaweza kukusaidia. Lakini pia dhibiti kiwango cha sukari na pressure. Mara nyingi nimekuwa nikiwaambieni kwamba hakikisha unazuia kiwango cha sukari na pressure ili uweze kusurvive. Lakini pia pata usingizi wa kutosha kwa kina. At least lala masaa 8+. Itakusaidia kuondokana na changamoto hizi za kiafya ambazo zimekuwa zikitesa watu wengi sana. Jamani, homoni EDH antidiuretic, homoni iko pale kuhakikisha unapata usingizi mzuri. Tuambie ni changamoto gani inayokutesa. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Tuambie ni changamoto gani inayokutesa hapo chini ili uweze kupata msaada zaidi. Hakikisha una subscribe, hakikisha kama una changamoto yote ya kiafya tuambie kwamba dokta, sisi tunateseka na changamoto fulani, ili uweze kupata msaada zaidi. Karibu na Mungu apate kukubariki.